Iran imeionya Marekani dhidi ya kuanzisha uvamizi wa ardhini, wakisema wako tayari kujibu kwa nguvu, wakati mataifa ya kikanda yakikutana nchini Pakistan kujadili namna kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Spika wa bunge la Iran Mohammad Baghel Kalbaf anasema vikosi vya Iran vinasubiri kuwasili kwa wanajeshi wa Marekani ardhini ili kuwateketeza na kuwaadhibu washirika wao wa kikanda milele. Ameongeza kwamba mashambulizi ya Iran yanaendelea, makombora yako tayari, adhima na imani yao imeongezeka zaidi. Kauli hizi zimetolewa wakati mataifa ya kikanda yakifanya mazungumzo nchini Pakistan kuhusu namna ya kusitisha mapigano, takribani wanamaji 2500 Marekani wakiwasili katika eneo hilo, na waasi wa Houthi movement wanaungwa mkono na Iran wakiingia rasmi katika vita hivyo vya mwezi mmoja. Wakati huo waziri mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa taifa lake litapanua operesheni zake za kijeshi kusini mwa Lebanon. Netanyahu amesema Israel itaongeza kile alichokiita ukanda wa usalama, huku vikosi vyake vikiendelea kulenga kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Amesema tumekusudia kubadilisha kabisa hali ya usalama kaskazini, amesema, akiongeza kuwa Hezbollah bado ina uwezo wa kurusha makombora. Kwa mujibu wa maafisa wa Lebanon, zaidi ya watu 1100 wameuawa tangu vita dhidi ya Iran pamoja na Marekani Israel vilipoanza. Waziri mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu ameandika maneno haya. Anasema, nimemaliza sasa tathmini ya hali katika kamandi ya kaskazini pamoja na waziri wa ulinzi pamoja na mkuu wa majeshi pamoja na kamanda wa kanda na pia pamoja na makamanda wa vikosi vya mgawanyiko. Nimekutana na makamanda jasiri, makamanda waliodhamiria kuwapiga adui zetu na kuondoa tishio kutoka mipakani mwetu. Tupo katika vita vya pande nyingi. Tunapiga kwa nguvu kubwa dhidi ya Iran na washirika wake. Tunapata mafanikio makubwa sana, mafanikio ambayo yanaleta nyufa zilizo wazi katika utawala wa kigaidi wa Tehran. Iran si ile ile tena. Hezbollah si ile ile tena. Hamas si ile ile tena. Hizi si tena majeshi ya ugaidi yanayotishia uwepo wetu. Hawa sasa ni maadui waliodhoofishwa wanaopigania kuendelea kuishi kwao. Badala ya wao kutushangaza, sisi ndio tunaowashangaza. Sisi ndio tunaotenda, sisi ndio tunaoshambulia, sisi ndio tunaoongoza na tuko ndani kabisa ya maeneo yao. Nilisema tutabadilisha sura Mashariki ya Kati na tumefanya hivyo, lakini pia tumebadilisha dhana yetu ya usalama. Sisi tunaanzisha hatua, tunashambulia na tumeunda maeneo matatu ya usalama ndani kabisa ya ardhi ya adui. Nchini Syria, kutoka katika milima ya Helmond hadi Yarmouk, Gaza katika zaidi ya nusu ya eneo la ukanda huo, na nchini Lebanon nimeagiza sasa kupanua zaidi eneo la usalama lililopo ili kuondoa kabisa tishio la uvamizi na kuzuia mashambulizi ya makombora ya kupambana na vifaru kutoka karibu na mipaka yetu. Ni muhimu kuelewa kwamba Nasrallah alijenga hapa nguvu kubwa. Aliamini kwamba kwa nguvu hiyo asingeweza kuangamizwa, lakini tumemwondoa Nasrallah. Tumemwangamiza maelfu ya wapiganaji wa Hezbollah, na juu ya yote tumedhoofisha tishio kubwa la takriban makombora na roketi 150,000 iliyokusudiwa kuharibu miji ya Israel. Hata hivyo, bado Hezbollah ina uwezo fulani uliosalia wa kurusha makombora dhidi yetu. Nilichojadili leo na makamanda hapa ni njia za kuondoa hata tishio hilo lililobakia. Wananchi wapendwa wa Israel, bila shaka siwezi kushirikisha kila kitu kwa undani wa mjadala huu, lakini naweza kusema kwamba tumeazimia kubadilisha kabisa hali ya usalama kaskazini. Neno kwa wakazi wa kaskazini, ninatambua ugumu mkubwa mnaopitia. Nimeelekeza wizara na serikali kuwasaidia kwa kiwango kikubwa zaidi. Na waomba kama ninavyoomba wananchi wote wa Israel, muendelee kuwa na subira, maendeleo kusimama imara. Ninatumai kutoka hapa salamu za rambirambi kwa familia za mashujaa wetu waliopoteza maisha katika mapambano ya kulinda uwepo wetu. Na napenda kuonesha heshima yangu na heshima ya taifa zima kwa wanajeshi wa jeshi la ulinzi la Israel, hasa wanajeshi wa akiba na familia zao ambao wamekuwa mstari wa mbele na nyuma kwa zaidi ya miaka miwili. Tumeazimia, tunapigana, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tutashinda. Haya ni maneno yaliyozungumzwa na waziri mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu kuhusu mafanikio ambayo Israel imeyapata katika kukabiliana na taifa la Iran. Lakini wakati waziri mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu akizungumza maneno hayo, taarifa nyingine ambayo inagonga vichwa vya habari ni juu ya kile ambacho kimefanywa na Pakistan, Uturuki, Misri pamoja na Saudi Arabia, ambao wanataka kupunguza mvutano, huku Marekani ikiendelea kupeleka wanajeshi zaidi. Mawaziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Saudi Arabia, Turkey na Egypt wamekutana mjini Islamabad kwa mazungumzo ya amani, kwa mjibu wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan, huku mataifa hayo manne yakijitokeza kama mpatanishi kati ya United States, Israel pamoja na Iran.
Mapema spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf amedai kwamba vikosi vya nchi hiyo vinasubiri wanajeshi wa Marekani, akishutumu Washington kwa kupanga kwa siri uvamizi wa ardhini, huku ikiendelea kuzungumzia mazungumzo ya kidiplomasia. Kwa upande wake, United States Central of Command CENTCOM imetangaza kuwa manowari ya kijeshi ya kutua wanajeshi ya USS Tripoli iliyobeba takribani wanajeshi 3500 Marekani imewasili katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiongeza uwepo wa kijeshi wa Marekani katika mzozo huo unaoendelea. Lakini katika taarifa nyingine, ripoti inaeleza kwamba wanajeshi 10 wa Kuwait wamejeruhiwa kufuatia shambulio la Iran ambalo limelenga kambi ya jeshi nchini humo, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Ulinzi. Taarifa inaeleza kuwa majeruhi hao wanapatiwa matibabu, huku pia ikiripotiwa kuwepo kwa uharibifu wa mali katika eneo hilo. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, makombora 14 ya ballistic pamoja na droni 12 zimeripotiwa kuonekana katika anga ya Kuwait, kwa mujibu wa msemaji wa taarifa hiyo. Lakini pia jeshi la Iran limefanya mashambulizi ya drone dhidi ya vikosi vya Marekani nchini Jordan. Katika taarifa iliyotolewa, jeshi hilo limesema kuwa mashambulizi hayo yamefanywa alfajiri, yakilenga maghala ya vifaa vya kijeshi, maeneo ya kuhifadhi vifaa vya usaidizi pamoja na makazi ya wanajeshi wa Marekani katika kituo cha anga cha Al-Zaq mashariki mwa Jordan. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Al-Zaq ni moja ya vituo muhimu zaidi vya kijeshi katika eneo hilo, ikitaja miundombinu yake ya kisasa pamoja na uwezo mkubwa wa kuhudumia idadi kubwa ya wanajeshi. Aidha, imesema kituo hicho kinatumika kama kitovu muhimu cha operations za United States na washirika wake, ikihifadhi ndege za kivita pamoja na ndege za usafiri ambazo zinatumika katika operations za kijeshi na kikanda. Jeshi la Iran limeongeza kuwa kutokana na nafasi yake ya kimkakati, kituo hicho kimekuwa kikitumika kama jukwaa muhimu la kupanga na kutekeleza mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran. Taarifa hiyo imehitimisha kwa kusisitiza kuwa vikosi vya Iran vinaendelea kujizatiti kulinda mamlaka na mipaka ya nchi, wakiahidi kuendeleza operesheni zao kwa azma thabiti, kwa kuwakumbuka waliouawa katika mapigano au mgogoro wa awali kati ya Marekani, Israel pamoja na hiyo Iran. Niweke nukta hapa kwa taarifa moja ambayo nataka nitolee ufafanuzi kidogo juu ya kile ambacho kimezungumzwa kati ya Pakistan, Misri pamoja na hiyo Saudi Arabia, ambapo wamekutana na kuzungumza juu ya namna gani ya kumaliza mgogoro. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri, mawaziri ambao wamekutana wamebadilishana mawazo kuhusu athari kubwa za kiuchumi zinazotokana na kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo hilo, ikiwemo madhara yake kwa usafiri wa kimataifa, minyororo ya usambazaji bidhaa, usalama wa chakula pamoja na hatari kwa usalama wa nishati kufuatia kupanda kwa bei za mafuta. Wakati mzozo huu ukiingia katika mwezi wake wa pili, jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi usiku kucha mjini Tehran, wakilenga kituo kinachodaiwa kuzalisha vipengele muhimu vya makombora ballistic pamoja na uzalishaji na uhifadhi wa silaha. Kwa upande wake, Iran imerusha makombora katika maeneo mbalimbali Israel, hali ambayo imelazimisha mamilioni ya raia kukimbia mafichoni. Huduma za zimamoto za Israel zimeripoti kuzuka kwa moto katika eneo la viwanda kusini mwa taifa hilo kufuatia milipuko iliyosababishwa na athari ya mashambulizi. Eneo hilo lina viwanda kemikali, mitambo ya uzalishaji pamoja na kituo cha kushughulikia taka hatarishi. Hata hivyo, haijabainika mara moja iwapo kombora lilipiga moja kwa moja au kama moto ulisababishwa na mabaki ya makombora ambayo yalizuiliwa huko angani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.